gani? Na mimi nawaambia TAKUKURU, ushahidi upo. Kuna timu inaongoza kwenye nchi si kwa haki. Ushahidi upo nao. Yes. Kamati ya masaa 72 ilizungumza na ilisema mechi ya Simba na Yanga ya Zanzibar, muamuzi ya kufuata sheria 17, Simba walipata goli halali. Hao wenyewe wamesema. Sasa ushahidi gani unaotaka mwingine? Okay. Sasa ili hali isitokee, na ndio maana nawaomba sana TAKUKURU kwa nafasi waliokuwa nayo wafanye kazi za kimsingi ili kuhakikisha bingwa wa kweli anakwenda kupatikana na haki inakwenda kusimamia. Mikoi, umezungumza kwenye hizo mechi 5 ambazo zimesalia. Ali Shabani Kamwe hapo jana baada ya mechi alizungumza kitu kimoja kuelekea hizo mechi 5 ambazo zimesalia. Akasema kwa mwenendo ambao ameuona, akijumlisha maamuzi ya waamuzi, lakini pia mwenendo wa upinzani namna ambavyo unaonekana, akasema wana kazi ya ziada ya kufanya nyingine ili kuhakikisha kwamba kwenye michezo 5 asiwavike watu joho la misumari. Hayo maamuzi ya waamuzi Ali Kamwe aliyezungumza, yawezekana amezungumza mbele nyuma mbele, lakini moja katika watu ambao wamesaidiwa kukaa pale na waamuzi ni wao. Na ndio maana nikasema ushahidi wa barua ipo, wenye mpira wao wamesema, sio sisi. Hivi leo Mtanzania gani anaojua mpira hajui kwamba Yanga na KMC amezulumiwa? Nani hajui? Yani mechi clear penalty mbili alipewa KMC? Hakupewa. Nani asiyejua? Mwandishi gani wa habari hajui kwamba Simba na Yanga Zanzibar Simba amezulumiwa? Nani mwandishi hajui? Makosa kibinadamu. Wewe Deriki hujui? Wewe Salome hujui? Acheni unafiki, zungumzeni kweli. Kwa hiyo inawezekana Ali Kamwe alikuwa anawasisitiza, kwa sababu mimi Ali namjua vizuri, ni mwana familia, anaumia kuna namna ambavyo timu yake ya Simba inadhulumiwa katika ligi ya NBC. Na ndio maana anahimiza, anasema kutokana na namna ambavyo waamuzi wanavyofanya. Ali Kamwe anaumia timu yake ya Simba ya asili. Kumbe ya asili. Asili inapotea. Timu yake ya asili ni Simba. Ukisoma kwenye maandiko, Mungu anasema nani anaweza kuepukana na mila za baba yetu Ibrahimu? Limetumika neno baba. Asili inapotea. Babake Ali Kamwe. Sijakuuliza babake, asili inapotea. Asili inapotea. Leo Ali kabila gani? Mpare huyo. Babake. Kwa nini Ali asiwe Mzalamo babake akawa Mpare? Mambo tofauti sasa. Vitu tofauti hivyo Mikoi. Kwa hiyo tunachosema, tunachozungumza hususan Mikoi Kisugu, hii ripoti inaitoa rasmi na maombi inayapeleka rasmi kwa TAKUKURU. Mimi naamini moja katika taasisi ambayo iko vizuri, iko sawa, inafanya kazi kwa weledi, yende kasimame kuhakikisha bingwa wa haki kwenye nchi anafanyaje? Anapatikana. Pressure imekuwa kubwa. Leo waandishi mmekiri, Deriki kakiri, kasema makosa ya kibinadamu ya waamuzi. Haiwezekani kila siku makosa ya kibinadamu ya waamuzi yatokee kwenye timu moja. Kwa nini yatokee kwa Azam? Kwa nini haitokee kwa Dodoma Jiji? Kwa nini haitokee kwa KMC? Yanatokea pia. Football kwa Yanga tu. Mbona kwa Simba nako pia waseme? Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Tukikaa kimya, inawezekana taifa hili likaenda kuwakilishwa na timu ambayo itakayokwenda kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa, sio kwenda kushindana. Na ndio maana rejeeni kwenye historia kamili sahihi. Miaka 4 iliyopita bingwa wetu wa nchi amefanya nini kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika zidi ya wale ambao wako chini yake? Iliyopita huyu aliyepata nafasi kwenda kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa amefanya nini? Alicheza finali shirikisho. Klabu bingwa anaongea shehe. Uko vizuri? Kimataifa jamani Kisugu. Kama shirikisho Simba amecheza kucheza? Amecheza pia. Hiyo ngoma draw. Klabu bingwa, huyu bingwa miaka 4. Hatua aliyefika na huyu anayemfuatia chini. Nani amefanya vizuri? Simba kafanya vizuri. Inakuwaje wewe bingwa miaka 4 kwenye ligi unafanya vizuri, kwenye kimataifa ufanye vizuri? Maana yake wewe kuna njia unafanyaje? Unapita.
hapa nitasema na kumbukumbu hii sitaacha, nitaisema mpaka Mungu anaichukua nafsi yangu kupitia malaika wake. Na ninamkumbuka rais wa awamu ya 4 aliwaambia, ninyi mnashinda, lakini mnashinda kiujanja ujanja, na ndio maana mkipata nafasi ya kwenda nje hamwezi kufanya nini vizuri. Salome, waambieni TAKUKURU wakasimame kwenye mechi 5 zilizobaki, haki itendeke, bingwa apatikane kwa haki. Anakwenda kuwakilisha nchi, tumpate bingwa strong, bingwa ambaye amepambana vita toka kwenye ligi NBC, anakwenda kupambana vita kwenye mashindano ya kimataifa. Hatutaki kumwona bingwa nchi anapatikana, goli linafungwa, goalkeeper amesimama, unafikiri labda vile anatangaza ibada kwa watoto wake. Hamtaki hizo. Hatuhitaji kumwona bingwa kwenye nchi kila siku tukilala tukiamka, makosa ya kibinadamu, makosa ya kibinadamu, makosa ya kibinadamu. Why? Kwenye mnalawama makosa ya binadamu yapo kwao. Mbona wakati mmoja tu? Guys, hili taifa, nchi inapambana kutengeneza standard nzuri ya football. Haki ya msingi lazima ipatikane ili tunapokwenda kuwateua wawakilishi tupate wawakilishi wa kweli kwenda kuwakilisha nini? Nchi. Leo hii tumetoa timu za taifa 2 kuwakilisha nchi katika mashindano ya kombe la dunia, kwa sababu ya misingi iliyokuwa mizuri, kwa sababu misingi iliyokuwa bora imetengenezwa katika mpira wa nchi. Taifa hili linakwenda kuandaa mashindano ya AFCON, tumebakiwa na miezi michache. Tusikubali na tusiruhusu kuona namna ambavyo haki haitendeki kwenye football. Niwaombe sana TAKUKURU, mimi naongea na wao leo. TAKUKURU, wewe Salome utakasirika sana, umeleta mwenye maiki, mimi sina kujua. Unapenda kunichonganisha Kisu. Mimi sina kujua mdogo wangu. Unapenda kunichonganisha. Hapa unaumia, usiumie. Mimi nawaambia watu ambao waliopewa misingi ya kwenda kusimamia nini? Haki. Kwa nini nikitaja TAKUKURU waandishi nyinyi mnachukia? Kwa nini tuchukie Kisugu? Wewe vipi, niwaambie TAKUKURU siwaambie? Wakasimamia nini? Haki. Bingwa apatikane kwa haki. Yes. Na mimi naamini, kwa sababu nina imani na TAKUKURU. Moja ya sifa ya TAKUKURU ni wasikivu. Watafungua macho yao, watanyosha mikono yao kuhakikisha mechi 5 zilizobaki haki inakwenda kutendeka. Cha kwanza ni kukontrol namba zote za wachezaji katika ligi ambazo mechi zilizobaki. Mbinu ndogo tu. Hawa tunajua tabia zao hawa. Na ndio maana tunasema guys, tutafika. Iko misemo tumekata. Kwanza tumewakata amaini waandishi wa habari ya kusema bado mechi fulani fulani atangazwa kwa bingwa amekatika. Hasa hivi hamna mwandishi anayesema na kuchagua mechi. Pili, wenyewe kankuta msaa mtaani kulikuwa na msemo wao wanasema mtatujua bado mechi 2. Sasa hivi msemo ule tumekata. Wanasema kila mtu ashinde zake. Ni kweli kila mtu ashinde, lakini ashinde kihalali. Okay. Kila mtu ashinde mechi zake. Ashinde kihalali. Unachokitaka. Mikoni mambo ni mengi, lakini kubwa zaidi mjadala imeendelea kuwa mengi. Alan Okello ameonekana kuwa mwiba kweli kweli, na Alan Okello akiwa bora anatajwa Chama pale kulinganishwa. Jana kuna kauli ameisema Ali Shabani Kamwe ametuma ujumbe kwamba mpira na umri, ni kama anatuma ujumbe kwa mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, akionyesha kwamba takwimu za Alan Okello ni bora zaidi kuliko za Chama. Unajua Salome, kiwembe kazi yake ni kukata, kisu kazi yake ni kukata, panga kazi yake kukata, shoka kazi yake kukata. Lakini kiwembe kazi yake kukata, tukichukua kiwembe kikate huu mti haiwezekani. Kwa hiyo je, kwa sababu kiwembe kinakata, shoka linakata, tulinganishe kusema viko sawa? Haiwezekani. Leo Salome,
Mimi nakuamini mwandishi, umesoma, una experience ya uandishi, unakuja kuniuliza swali nilinganishe Chama na Okello? Kweli si mtanionea mimi? Hizi level kaulizeni akina Ali Shabani Kamwe wanaweza kuwa na majibu. Wewe majibu yako ni yapi? Mimi siwezi kuweka huo mjadala. Ila nataka niwaambie Watanzania na wafafanulie kitu kimoja. Wasikie. Ligi na timu 16. Ligi na timu 16. Okello na goli 11. Amezipatia katika timu 5 za chini. Ligi ya NBC. Timu 5 za chini kwenye ligi ya NBC. Wallahi na hapa, twendeni kwenye takwimu. Timu ya juu moja tu ya shangazi, mtoto na mama ndio walopata goli, Singida United. Leo mnakuja kuuliza hilo swali, kaulizeni akina Ali Shabani Kamwe, ndio level ya kujibu hivyo vitu. Ila ukija kwa upande wa Clatous, mimi nimepita huko. Na hii nasema rudieni kwenye kumbukumbu. Ali Shabani Kamwe ameongea mara 2, anatoa ushahidi. Juzi hata mwezi bana anakwenda kumzungumzia Chama, anasema top class, top players. Ali Shabani alikiri na kuzungumzia ubora wa Clatous Chama. Lakini nyinyi kuna muda Ali mnamuonea. Ali yuko eneo la kazi, mnakwenda kumuuliza tajibu nini? Anaongea akiwa kazini pale. Simba tunacheza na timu moja kutoka Zambia. No, sio Zambia, tunacheza na timu moja kutoka Zimbabwe. Tunawapiga goli 4. Hiyo mbele kuna ndugu yangu Medi Kagere, kuna ndugu yangu Lali Bwalia, kuna ndugu yangu Clatous Chama, wamba wanatembea pale katikati. Maneno yanazungumza Ali Shabani Kamwe. Nyinyi kuna muda mnamsingizia Ali, mnakwenda kumuuliza katika wakati mgumu. Hivi leo Ali unampelekea maiki Jangwani, unamuuliza Okello na Chama bora nani? Yeye ogopi kupigwa aseme Chama. Na ndio maana nikasema magoli alofunga Okello amezifunga timu za chini ambazo zinaelekea kushuka daraja kwenye ligi ya NBC.